hawa jamaa wanafanya poetry. Like, I'ma be honest, mimi siwezi nikasema kwamba yes, kwamba sikuwa big fan wa poetry, because mi pia nafanya poetry kwa sababu rap ni rhythm and poetry, you get what I mean. Lakini kuna watu ambao wanafanya spoken poetry, sijawahi kuwazingatia. Lakini Masufuria na Paita wamefanya poetry iwe ni kitu ambacho sasa hivi niko makini sana nafuatilia. Like, hao ndo wamekuwa my favorite poetrist. Tunahitaji watu ambao wanafanya poetrist, whatever. But wamekuwa ni watu ambao wameni-inspire na wamenifanya nipende hii art ya spoken poetry. Yeah bro, hawa jamaa ni noma. Hawa jamaa wana bars. Like, nilikuwa nawasikiliza, sijui kama hiyo siku vitu ambavyo hawa jamaa walikuwa wanaongea watu walikuwa wanavielewa kama mimi nilivyokuwa navielewa. The good thing is niko na Slim Sal. So unajua mimi na Slim Sal wote tupo katika dunia moja ya maneno. Kwa hiyo bro, I was so happy. So katika pita zangu hapa YouTube, nimeona hapa kuna video, lakini video iko na dakika 15. Sidhani kama nitapitia dakika zote 15, lakini nataka tu nitumie dakika kadhaa, hata dakika 3, wote tusikie kitu ambacho hawa jamaa wanakifanya. And then ukipata time unaweza ukawapitia kwa muda wako. Masufuria na Paita, like bro, hawa jamaa ni noma all the way kutoka Mombasa. I think na mimi nitaanza kuandika hizi poetry. Twende kwa pamoja sasa. Tabasamu niko na jina lake kwa simu yangu akipiga. Text yake unanipa test yake na filpoa ni crispa chest yake. Kwani uzuri wake wa asili wanifanya mimi silali. Acha na ile misemo Swahili eti hali halali, hii ndo hali halali mpenzi. That's a bar. Eti hali halali, hii ndio hali halali mpenzi. That's a bar bro. What do you mean? You get it? Yake na filpoa ni crispa chest yake. Kwani uzuri wake wa asili wanifanya mimi silali. Acha na ile misemo Swahili eti hali halali, hii ndo hali halali mpenzi. Uzuri kushinda sweet na kupenda, lakini namba yako na idelete. Nichikona na babaika mwenyewe, moyo wangu wa biti, lakini hiyo namba yako na idelete. Kiguu chako cha chupa umeumbika mpaka mfupa mpenzi. Mtoto ukitembea anasema tembea tena. Uzuri wako wa umbo wanatatiza tena mpenzi. Mpenzi, mwanzo ni wewe ndio ulinikatia, ulinitahani uliponitadia Katongo, ati nakupenda Masufuria, nataka niwe jiko lako, that's food for thought. Nimethought stuck with my food, you are not good. Msichana gani uvai vibeli, ni vibeli tu. Msichana gani kila moja. Sijui kama umepata hiyo. Sijui nakupenda Masufuria kwa sababu jamaa anaitwa Masufuria. And then sijui akasema nini. Let me rewind that back, because hii ilikuwa iko too slick, inaweza ikakupita kama usikilizi vizuri, but it was dope. Ulinitahani uliponitadia. Kukatia ni kutongoza. Wa Kenya wanajua. Ukisikia nilikuwa namkatia dem fulani, nilikuwa namtongoza dem fulani. So anasema mwanzo ni wewe ulinikatia. Umeona, ulinitahani nikakuitadia. Tadia Katongo, ati nakupenda Masufuria, nataka niwe jiko lako, that's food for thought. Nimethought eti nakupenda Masufuria, nataka niwe jiko lako, that food for thought. That's a bar, bro. That's a bar. Jamaa kwanza anaitwa Masufuria. Nakupenda, nataka kuwa jiko lako. Kuwa jiko si ni mke, nataka kuwa mke wako, lakini hiyo pia ni double meaning. Jiko la kupika. And then anakuja kukwambia hiyo ni food for thoughts. Bro, crazy. Methought stuck with my food, you are not good. Msichana gani uvai vibeli, ni vibeli tu. Msichana gani kila moja ni mpenzi. Watafuta fundi, watafuta mpenzi. Ushenzi kama ni mwalimu tiarisha kupatiki, kwani wewe mwanakeo fiti, lakini namba yako na idelete.
Kiuno chake cha nguvu kishalimaliza nguvu walai. Kwani mtoto alipikwa akapikika na kaiva hata kuliko biriani ya wapwani. Kwani mahaba yake ya ngwini yatanitokea pwani mpenzi. Mpenzi. Ukaha unapanda usinzizi kuna lao chinjinini kwani ujinde chakake. Niite dictator Idi kwani sikuamini dada. Niite dictator Idi. Yani sikuamini dada. That's crazy. That's a bar. Idi Amini. Bro. Crazy, man. You are not ethic, you are shaming your father. Kama ni mwalimu, tianisha kupatiki. Kwa ndio manake ufiti. Lakini namba yako, naidiliti. Leo tuna celebrate women. Sasa, tuna celebrate tu. Mwenyezi Mungu baada ya kuumba dunia siku 6 kabla ya kupumzika akasema acha umbe binadamu. Akachukua udongo akatengeneza Adam. Yes. Lakini akaona Adam ameboeka. Akachukua mbavu moja tu. Mbavu moja tu peke yake akatengeneza Hawa viumbe. That's a bar. Bro, akachukua mbavu moja tu akatengeneza Hawa viumbe. You get what I mean? Adam na Hawa akatengeneza Hawa viumbe. That's why I'm telling people like si kila mtu lazima awe anapenda sanaa ya utumiaji wa maneno. Like hii ni sanaa ambayo inajitegemea. Kwa hiyo kama akili yako haiko fast kuprocess vitu ambavyo watu wanaviongea, usijisikie vibaya. Hii ni art kama art zingine, inachukua time kujifunza na kuelewa. You get what I mean? Akachukua mbavu moja tu akaumba Hawa viumbe. That's a bar, bro. Lakini venye nasumbua wanaume huku nje, venye nakula fia za maboi chali huku nje, haki ya Mungu tena kuomba na udongo wao wanasinge kwaje. Saizi tungekuwa tuko Garden of Eden. Tupu. Twala matunda. Lakini juu hawa viumbe, life is not fruitful anymore. Saizi tungekuwa tunakula sheshe na sherehe. Sodoma na Gomora. Lakini mtu hapa ya kitambo ikapigwa makombora. Si mtu hapa bro. Ni wapi? Hizi ni Bamburi. Kisa yue na Mtambo. Wanasagwa. hawa viumbe. Si ni hawa viumbe ndio waliointroduce the first ever kinyozi. Sasa ndio limnyoa Samson kipara. Nyao hao ndio walifanya Jacob analea juu ya Rachel afanye kazi miaka 7. Wakafanya David akamuauria. Kisa tu ni mahaba. Wakafanya kichwa cha John the Baptist uwe birthday gift kwa Malkia. Walifanya paka Joseph akubali mimba mbuzi yake. God is trustworthy. Crazy. Hii video iko na 15 minutes. I'm sorry guys. Siwezi nikaenda 15 minutes. Hii time nafanya uchambuzi ni saa 5 usiku inaelekea saa 6. I need to sleep and wake up early in the morning kesho kwa ajili ya kuedit content ya kesho, so I'm sorry. But acha tuendelee tu kidogo and then yeah. God is trustworthy. Viumbe, sisi wanaume watu pendi kazi. Wewe tunapenda kazi. Hatupendi kazi. Acha kuwa feminist, tunapenda kazi. Hatupendi kazi. Sawa. Wanaume wanapenda hawa viumbe. Na hawa viumbe imesemekana kwamba wanapenda pesa. Na kazini ndio wako unapatiwa kazi ya kuchokesha, extra hours, kuboeka, kutukanwa ili mwisho mwezi upoe pesa. Hasa mwanaume anaenda kufanya kazi, ateswe, apoe pesa, atukanwe, extra hours, extra minutes, overtime, apoe pesa ile pendezeshe
hawa viumbe. So wanaume hawapendi pesa, wanapenda hawa viumbe. That's a bar. Yeah. Mi bro, mi nita attend any show ambayo yuko Masufuria na Paita. Bro, mi nita attend any show, man. Like these guys, man. Yani I don't know, man, but ai. Wanaume akitaka mwanamke, swali ni moja tu. Je, ako na haga? Ako nayo. Na ako na sura? Tutaweka makeup. Haya, final question. Je, ako na tabia? Hana, lakini tutumia zangu. Lakini mwanamke akitaka mwanaume, maswali kibao kweli. Wataka nipeleke out na gari gani? Amadi lapo kweli, basi usitembea kwa matope. Wataka kuninail, umenitengenezea kucha. Umesikia, wataka kuninail, umenitengenezea kucha. That's nice because nails ni kucha na kunail ni kunail a person. Maana nyingine ya kimahaba ni kugonga, kunail. Unajua unavyo nail a coffin, no, nail a wood. Uko na msumari, uko na nyundo kupigilia. Na nyingine ya kupigilia, si unajua ni kupiga mzigo. Si anakuambia wataka kunail, sijui umeniandalia nini ya kucha. That's a bro, that's a bar, bro. Come on, bro. Damn, bro. Tembea kwa matope. Wataka kuninail, umenitengenezea kucha. Wapata tu laki moja mwisho wa mwezi. Kwa hiyo uko na future. Sianze kula mchicha. Sitaki kushika mimba ya mapacha. Wakati ni poet. Hana pesa huyu. Ni maneno tu. Hawa viumbe bwana. Ole wako wewe. Si tall, dark and handsome. Hawa viumbe watakutreat kama broken calculator. Promosha nini? Your shit won't count. Like hawa viumbe watakutreat kama broken calculator. Akaambiwa na maanisha nini? Kuna shit don't yeah, I don't know, man. I don't know. Yeah. I don't know. Lakini si shida kabisa. Ukikosa hizo qualities tatu, bado watakuita mzazi. Bora uko na loaded bank account. Kuwa fat si shida. Being fat si shida. Being fat, sure and ugly ndio shida. Bro, na personal. Bro, mimi siko hivyo. I'm kind of fat, kind of poor, and kind of ugly. No, ugly. Kwa light skin ni advantage. Yeah. Lakini mfuko kwa light, that's a very big disadvantage. Hao viumbe watashinda wakikwambia real men are dark, hao wengine ushika mimba. So bro, hii ni dakika 7. Mimi yani hapa tukiendelea bro, like tunaweza hapa tukakesha yani. Lakini the problem is hata sijisikii kuacha kuendelea. Nataka tu bwana, acha tuendelee. Sasa nikuulize, hivi wewe na hiki kitambi kipoa utawezana? Sidhani. Lakini hawa viumbe hata kama wanyama angekuwa na pesa huko porini ungesikia tu. Really? Kama ingekuwa nguruwe. Asikia akigush wewe. Angekuwa fisi. Akifisi ukipa officially ukai fisi. Kondo. Kondo. Tuko kwa relationship. Tubiri. The shorter the monkey the longer the tail.
Hawa viumbe hao. Unajua si wanaume growing up, choices zetu zinabadilika. Sana. Zinabadilika. Ukifika 18, unataka dem ambayo iko young and beautiful. Ukifika hapo 25 kidogo Aisha change na kwa beautiful and young. Ukifika 35 hapo smart, intelligent and hardworking. Uongo, young and beautiful. Ukifika 45, young and beautiful. 55, young and beautiful. 65, young and beautiful. Hata ukifika 90 bado ni young and beautiful. Lakini hawa viumbe ukifika 18, nakwambia nataka tall, dark and handsome. 25, nataka tall, very dark, handsome, bora stable. akifika 35, nataka short, fat, ugly, very rude and very stable. akifika 45, hapo kwa yote bora hana boobs. Let me tell you guys, one thing about Masufuria and Paita ni I love the fact that wanachanganya poetry na comedy. Like ukiwa kwenye show yao sio tu utaenjoy uwezo wao mkubwa wa kucheza na maneno, lakini pia utaenjoy the other side of it ambao ni comedy. You get what I mean? Na inabidi uwasikilize kwa makini sana because ni wajanja sana kwenye matumizi ya maneno. Unajua kuna kitu anaweza akaongea kikakupita and then ukaja ukasikia kitu next kikakuwa muse ukaisi like this was it, lakini kumbe kitu kilichopita kilikuwa ni dope kuliko hicho kitu ambacho kinafuata. So like nakumbuka moment moja ambayo hata I think Paita alisema last time tulivyoonana wakati wana perform mashairi yao pale, kuna kitu kimoja walifanya and then mimi nika scream nikasema buzz. Unajua Paita ni kama alisikia, akasema nilivyosikia mtu ana scream anasema buzz, akaelewa kwamba like okay huyu jamaa unajua yani anaelewa. Like for me yani show yao nilikuwa niko home, unaelewa. Like do you know like nipo katika dunia ya watu ambao wanachezea maneno and na enjoy every minute of it. You get what I mean? Yani bro, that's why hapa nimekwenda mpaka dakika 9 bila kujua. Hawa jamaa hata wakiwa wana show ya 10 hours hawezi ukakaa ukachoka kuwasikiliza because utaenjoy ufundi and utaenjoy the comedic side ambayo wako nayo. So that's it man. Kama wewe ni fan wa poetry, kama wewe haukuwa fan wa poetry kama mimi nakushauri bro, inabidi tuanze kuwasikiliza watu wa poetry. Wako na vitu vingi sana na kuna mengi sana ya kujifunza. So shout out to Masufuria na Paita. Jamani noma bwana. So it is what it is. Till next time. Mimi naitwa you know my name, nahitaji kulala jamani. Kesho na kazi ya kuedit kwa back. Walai. And then Jumamosi mnandai top 5 Jesus. Lakini Mungu ni mwema. Peace.